Hii ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili, an yakuna azawaju bilaqdi daim au bilaqdi daim. Hiyo ndoa ya pili ambayo itamhalalisha yule mwanamke kwa mumewe wa kwanza, yatakikana iwe ni ndoa ya daima, isiwe ndoa ya muta, ndoa ya muda, wala isiwe ni mulkul yamin, yani asiwe ni kijakazi, kwa sababu kijakazi hana iqdi, hana ndoa. Kijakazi akitekwa au akinunuliwa tayari anakuwa ni mke wa yule mtekaji wake au yule aliyenunua, hakuna iqdi, hakuna ndoa. Kwa hiyo ndoa ambayo itamhalalisha yule mwanamke kwa mumewe wa kwanza yatakikana iwe ni bil iqdi daim, kwa ndoa ya daima, kama alivyosema alimamu Sadiq salawatullahi wasalamuhu alayhi, baada ya kuulizwa kwamba mwanamke huyu ameolewa ndoa ya muta baada ya kuachwa talaka 3, je, atakuwa ni halali kuolewa tena na mume wa kwanza au la? Alimamu Sadiq alayhi salam akasema la, hapana, haiwezekani. Lianna Allaha yaqulu fa in talaqaha fala junaha alayhima an yatarajaa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema hii ndoa ya pili, fa in talaqaha, akimuacha katika ile ndoa ya pili hakuna ubaya, hakuna dhambi wakirejeana, wakioana tena. Kwa hiyo imetaja talaka, wal mut'atu laysa fihi talaqun, na ndoa ya mut'a haina talaka. Kwa hiyo hii yatakiwa iwe ni ndoa ya daima. Ndoa ya muda haihalalishi mke aliyeachwa talaka 3 wa mumewe wa kwanza. Hii ni riwaya ya kwanza. Riwaya ya pili katika masala haya ni riwaya iliyopokewa na Hisham ibn Salim anil Imam Sadiq salawatullahi wasalamuhu alayhi. Aliulizwa vile vile alimamu alayhi salam, fi rajulin tazawwaja imra'atan thumma talaqaha fabanat thumma tazawwajaha rajulun akharu mut'atan. Alimuuliza juu ya mtu aliyemuoa mwanamke kisha akamuacha talaka 3, talaka zikamalizika, kisha akaolewa yule mwanamke na mume mwingine mut'a, ndoa ya muda. Hal tahillu li zawjiha al-awwal, je, atahalalika kwa yule mume wa kwanza? Atakuwa ni halali kwake? Alimamu alayhi salamu akasema la, hapana, yani hatakuwa halali kwake, hatta tadkhula fima kharajat minhu, mpaka aingie katika lile alilotokea, yani mpaka aingie katika ndoa ya daima kama ambavyo ametoka katika ndoa ya daima. Kwa hiyo mwanamke aliyeachwa talaka 3 akiolewa ndoa ya muda hahalaliki kwa mumewe wa kwanza mpaka aolewe ndoa nyingine ya daima. Akiachika au akifariki mume wa pili, ndipo ataruhusiwa kurudiana au kuolewa tena na mume wa kwanza.